Hii ni Mtoro TV. Thaniyan ayuha alikhwa, anafurahi Muislam katika faida anazopata kufurahi, liannahum muttasafu bi sifati almuttaqin, kwa sababu kule kufunga tunatarajia kwamba Muislamu huyu anasifika na sifa za uchamungu, na hayo ndio maagizo Mwenyezi Mungu aliposema la'allakum tattaquna, mmefaradhiwa kufunga ili muwe wacha Mungu. Alhamdulillah, tumefunga. Kwa hiyo tutarajia Mwenyezi Mungu atuingize katika kundi la wacha Mungu, kwa sababu yeye ametuahidi kwamba atakayefunga atapata sifa hiyo ya ucha Mungu, na hakika peponi hataingia isipokuwa aliyekuwa mcha Mungu. Ndio maana Allah anatuambia ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu takiwapo. Kisha akasema wala tamut illa antum muslimuna, msikubali kufa mpaka muwe hali ya kwamba katika njia ya Uislamu. Dalili nyingine kwamba aliyefunga Mwenyezi Mungu atamfanyia maisha yake mepesi. Mwenyezi Mungu anasema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kila tatizo linalokujia, umepata maradhi, umeumwa, Mwenyezi Mungu atamleta kiumbe anatakaye mwenyewe akusaidie upone. Umepata matatizo, sio una school fee, Mwenyezi Mungu atamtuma mtu aje akulipia mwanao asome. Umepata matatizo, sio umeangukiwa, Mwenyezi Mungu utakavyokuwa madhali ulifunga kweli kweli, Mungu anakuahidi katika kila tatizo atakutoa. Sio hivyo tu, warzuquhu min haythu la yahtasib, Mwenyezi Mungu atakupa riziki yako katika namna kwamba hujaitarajia. Kwa hiyo aliyefunga kweli hasa siku ya leo ajibashiria mambo mazuri mazuri. La pili ni kwamba Mwenyezi Mungu anamuingiza katika kundi la watu ambao kwamba ni wacha Mungu. Hii ni faida ya pili ambayo Mwenyezi Mungu anatuelezea, na Qur'ani nzima inaeleza mambo mema kwa wacha Mungu. Inna lilmuttaqina mafaza, innal fi jannati na'im, mambo mazuri mazuri yote watapata wale ambao kwamba wamefunga katika Ramadhani kweli hasa na leo wamekula Eid au wanakula Eid. Na Mwenyezi Mungu watu kama hawa anawasema katika Qur'ani katika nukta ya tatu. Twende, maana muda mchache. Nukta ya tatu, ndugu zangu, katika mambo ambayo furaha yetu leo ya kufunga na kufungua katika siku ya Eid ni kwamba yafrahu saimuna, wanafurahi waliofunga, liannahum qamu ramadhana, kwa sababu katika Ramadhani walisimama wakasali, na hakuna kitu kizuri kama katika Ramadhani kusimama. Imekuja hadithi sahihi, Mtume amesema kwamba man qama ramadhana imana wa ihtisaba, yule ambaye kama katika Ramadhani alifunga na kisha akasimama akasali, Mwenyezi Mungu humfutia dhambi zake. Bal mtu afanye hesabu ndogo tu, wale ambao walikuwa msikitini na swali tarawih kila siku rakaa 20, fikiria 20 mara 30, rakaa 600, 20 mara 30 600, umezipata katika mwezi mmoja. Si jambo dogo hilo, hilo ni jambo kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Haiwezekani mja ikawa kila siku anaswali rakaa 20 na 3 za witri, 3 mara 30 90. Katika Ramadhani mtu kaswali, achilia mbali tahiyatul masjidi, achilia mbali sunnat alwudhui, achilia mbali si kaswali duha, achilia mbali kaswali kablia baadi, hizi ziache. Tunazungumza zile ambazo kwamba za Ramadhani tu, ambazo ni tarawih na witri, anapata rakaa 690. Mtume Mwenyezi Mungu alimpawasia mmoja katika wapenzi wake, akamwambia unataka kuwa na mimi peponi, jibidiishe kuswali kwa wingi sunna. Alhamdulillah, Ramadhani imekuja, tumezipata sunna nyingi 690 kwa mwezi mzima. Na wale ambao kwamba wakasema kwamba mimi 8 zinanitosha, ni kweli wamewatosha kwa wametoka, lakini kwa hakika wamekula hasara, kwa sababu mweswali rakaa 240 tu. 8 mara 30 240 tu, hata nusu ya 190 hujafika. Kama mtu angekuwa anajua Ramadhani angeswali sio 20, angeswali 28 au 33 au 31. Angeswali 20 witri, angeswali 20 tarawih, akaswali 8 witri, 28 akasali 11 witri. Maana yake ni kwamba usiku 8 na 3 11, yote angeyapata haya rakaa nyingi. Na ndio maana salafu salih walikuwa wakiswali rakaa nyingi 200, 300, 400 usiku. Sisi rakaa 20 mtu anainuka na kukumuta kanzu, anaona kwamba keshafanya sunna moja kubwa. Na Mtume kasema salatul layli mathna mathna mathna, sala usiku 2 2 2 2 2, haina kikomo na kuendelea. Nukta ya tatu, ndugu zangu, kila ambaye kwamba amesimama akaswali katika mwezi kama huu ajitambue kwamba amshukuru Mwenyezi Mungu, amemgiza katika watu ambao kwamba wanamsujudi sana Mwenyezi Mungu. Na wao ndio ambao kwamba Mwenyezi Mungu anawataja katika suratul Furqan,
alipoanza wa ibadur rahmani alladhina yamshuna al-ardhi hauna, mwisho akasema walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama, na wale ambao kwamba wanakesha usiku, unapisha usiku, sehemu ya usiku kwa Mwenyezi Mungu, wanasujudu, wanarukuu, wanasimama. Maana yake ni kwamba wanaswali katika usiku. Hili alhamdulillah tumelipata katika mwezi wa Ramadhani. Wao ni watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewasifu katika Qur'ani, akasema tena tatajafa junubuhum anil madaji'i, wanaepukana na vitanda vyao, wanaondoka katika vitanda vyao. Wanafanya nini? Yad'una rabbahum khawfan wa ta'an. Hawa wanakwenda kwa Mwenyezi Mungu kumuomba hali ya kuwa wanamuogopa na wanamtamania. Hakika hakuna malipo isipokuwa pepo, kama Mwenyezi Mungu, mtume wa Mwenyezi Mungu alipotubashiria katika jambo kama hili. Hii nukta ya 3 ndugu zangu, tutakwenda haraka haraka. Nukta ya 4, kwa nini tunafurahi, tunataka tufurahi siku ya leo? Nukta ya 4, kwa sababu lianna as-saibin, kwa sababu waliofunga wasalu arhamahum, wamepata sababu ya kuunga udugu na jamaa zao. Ni jambo lisilofichikana kwamba katika Ramadhani kila mmoja alikuwa na huruma na uchamungu. Akisikia fulani ana dhiki, fala ana dhiki hii, mpelekee nani, atakuwa nampelekee. Mpaka wengine wanaingia msikitini na box la tende, ana kile anamkuta anampa. Haya katika miezi ya kawaida huyapati haya, lakini Ramadhani Mwenyezi Mungu nyoyo amezitia wepesi na ulaini kiasi ambacho kwamba kila mmoja anamtamania mwenziwe apate kabla ya yeye. Wako waliokuwa wakileta uji, wako waliokuwa wakileta maji, wako wengine wakileta futari nzima, wengine kachori, wengine sambusa. Haya dalili ya kwamba kila mmoja anamtakia mwenziwe apate kheri, wameunga udugu. Na ni jambo ambalo Mtume wa Mwenyezi Mungu katika mambo ya kwanza kabisa aliyotuahidi, aliowaambia watu wa Madina, wasilul arham, aliwaambia ya ayuhan nasu, enyi watu, afshu salam, enezeni salamu, pianeni salamu, wa at'imu at-ta'am, na mwisho akasema katika aliyosema kwamba wasilul arham, na ungeni udugu. Haya katika Ramadhani patikana, na ni dalili kwamba Mwenyezi Mungu ametupa mema. Bali Qur'an nasema walladhina yasiluna ma amara Allah bihi, na wale ambao kwamba wanaunga udugu, wanaunga ile ambayo Mwenyezi Mungu amewaambia wayaunge. Ni miongoni mwa kujuana na kutakiana kheri na kupeana vitu vizuri vizuri. Watu hao ni watu wa peponi, kama Qur'an inavyosema katika sura Ar-Ra'd aya 20. Ndugu zangu, hizi ni faida 4 ambazo tumezitaja. Mtume wa Mwenyezi Mungu ametuelekeza tufurahi kwa namna hizo. Bali kuunga udugu, silatul arhami wa husnul khulqi, na tabia njema, ni mambo ambayo kama Mtume akasema ya'muruna diyar, ndiyo mambo ambayo yanaimarisha miji. Katika mji kana watu ambao kwamba wana huruma na wenzao, mji ule unakuwa na baraka za Mwenyezi Mungu. Wazinna fil a'mar, na mtu ambaye kwamba anaonea huruma watu wake, jamaa zake, ndugu zake, rafiki zake, wafanyakazi wake, Mtume akasema Mwenyezi Mungu anamzidishia umri kwa sababu hiyo. Haya tumeyapata katika Ramadhan, alhamdulillah, tutakiwa tushukuru. Nukta ya 5 ndugu zangu, kwa nini tunashukuru? Kwa sababu ya nukta 5. Ya 5 ni kwamba yafrahu as-saimun li'annahum dakhalu al-basma ala al-fuqara wal masakin, wanafurahi waliofunga leo kwa sababu wao wamekuwa ni sababu ya kuingiza furaha katika vifua na nyoyo za omba, nyoyo za masikini, nyoyo za watu ambao kwamba hawana kitu. Wako namna mbili. Kuna wale ambao kwamba wanaitwa omba, wako majirani. Huyu hata ukimpa milioni 1 dakika hiyo, dakika ya pili anaomba tena. Huyu si anatajwa. Huyu anaomba kwa sababu yeye ni kazi yake, ni professional beggar. Sio huyu. Anatajwa mtu ambaye kwamba ana shida, hana kitu, na pengine haombi, mpaka akiomba imekuwa hana jinsi, anaweza kafanya njaa, hajapata kitu ndo anaomba. Huyu ukimpa kwa hakika umesababisha moyo wake kukunjuka. Siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu ataukunjua moyo wako. Mtume kasema katika hadithi yake ni kwamba yule ambaye kwamba man yassara mu'sirin, ambaye kwamba anamfungulia akamfanyia wepesi Muislamu mwenza duniani, siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu na vile vile atamfungulia na atamfanyia wepesi katika mambo yake. Kadhalika wale ambao hawana walitakiwa siku ya leo wasihangaike na kuomba, wapewe zakatul fitri, watulie majumbani mwao, wapike wafutari na ndugu zao, wamwabudu Mwenyezi Mungu wao. Lakini ala al-asa wal asafi shadid, utakuta watu njiani wamekaa, ya Allah nipe. Hii kwa hakika ni katika tabia mbaya. Mtume wa Mwenyezi Mungu kakemea
Akasema kwamba watu hawataacha kuomba mpaka siku ya kiyama watafufuliwa hali ya kwa nyuso zao hazina nyama hata kidogo kwa sababu ya kuomba. Muislamu haram kuomba ikiwa anacho cha kukila, haram kuomba Muislamu ikiwa anacho kila. Ni jambo baya mno katika Uislamu, linachukiza. Walipatikana maimamu miongoni mwa maimamu ambao kwamba watu wakubwa walikuwa wanasomesha wanafunzi wengi, lakini walikuwa maskini, wanajizuia kuomba. Mpaka mmoja akaja akaonekana siku moja usiku msikitini anasafisha vyoo. Wakamwambia wanafunzi wake, mahali haifai namna hii. Akasema hapana, na hofu nisije nikafanya kazi mbaya zaidi ya hii. Kazi mbaya ni ipi? Ni ya kuomba. Bora usafishe vyoo, bora usafishe barabara ulipwe, bora ufanye uhangaike na jua kali unakuta kuna ulipwe na kwa jasho lako kuliko kunyosha mkono nipe. Idhan ndugu zangu, haya mambo matano tumeyachambua katika hadithi hii ya Mtume wa Mwenyezi Mungu ambayo alisema kwamba kila anayefunga ana furaha kubwa, na sisi sote tumefunga alhamdulillah. Tujipe bishara, Mtume wa Mwenyezi Mungu ametueleza haya. Hii ni Mtoro TV.